Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Nataka nizungumze leo na vijana wenzangu. Nataka nizungumze na mabinti. Ewe binti ambaye bado hujaolewa na kijana ambaye bado hujaoa. Wewe kijana, kama unataka kupata binti sahihi au mwanamke sahihi ambaye atakuwa ni chaguo lako kabisa, naomba unisikie kwa makini. Lakini pia wewe binti ambaye unataka kupata mwanaume ambaye atakuwa ni chaguo lako la maisha, sikiliza, nielewe. Majibu yote sahihi yanatoka kwa Mungu pasipokuwa na majuto ya aina yote yale. Lakini kama maamuzi utayatoa kwenye akili yako, ndipo majuto atakapoanzia. Wengi tunafanya maamuzi yetu sisi pasipokuwa na uhakika wa kile unachokifanya. Wengi tunafanya maamuzi ya akili zetu na mihemuko yetu. Vijana wengi mnawatafuta wanawake kwa kuwatamani maumbile yao, kwa kuwatamani muonekano wao, na mnasema kwamba nimepata mwanamke sahihi kwa kumwangalia. Ndio maana ndoa zenu hazidumu, kwa sababu mnafanya machaguo kwa akili zenu na kwa tamaa zenu. Lakini pia kwa wanawake, mnawatamani wanaume pasipo kuwajua mienendo yao na historia zao na tabia zao. Unampenda, mwishowe anakufanyia mambo mabaya na unatamani kujinyonga. Kitu ambacho nataka nikushauri, kama unataka kupata mwanaume sahihi kabisa, uwe mwaminifu, jambo la kwanza. Jambo la pili, uwe mvumilivu. Katika mambo yote hayo mawili, uaminifu na uvumilivu, yote yaambatane na maombi. Ingia kwenye maombi, mtafute mwanaume sahihi kwa njia ya kuomba, kwa njia ya kumwambia Mungu, kwa njia ya imani. Hapo ndipo utapata mwanaume sahihi ambaye utaishi naye, ambaye atakuwa ni chaguo lako. Lakini ukimtaka mwanaume kwa akili zako, hakika utajuta mwishoni. Lakini pia nawe kijana, kama unataka kupata mwanamke sahihi, mtafute kwa njia ya kuomba na kwa uaminifu pamoja na uvumilivu. Ndani ya maombi, funga mifungo mbalimbali, mtafute. Kama unataka kupata mwanamke sahihi, mwanzie kwenye uchumba, mwambie Mungu. Mwanzie kwenye namna yote ile, ila mwambie Mungu. Hakika utaishi kwa furaha kwenye ndoa yako, hautajuta. Nikusomee na andiko hapa, baada hapo nitakuwa nimefikia mwisho. Katika Wafilipi ile sura 4 mstari wa 6 nasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Msijisumbue kwa chochote kile. Kitu kidogo tu ni katika kuomba, katika kusali, ili haja zenu zijulikane mbele za Mungu, kwamba unataka mwanamke sahihi, unataka mwanaume sahihi. Na utembee katika njia zote ambazo sipo sahihi. Sio kwamba unataka mwanaume huku na msichana mwingine, huku na unamtaka mwanaume huku na mwanaume mwingine. Unamtaka mchumba huku una mchepuko mwingine. Unataka kijana huku na kijana mwingine. Hayo sasa yatakuwa ni kama unatwanga maji kwenye kinu. Muulize Mungu, utaishi maisha ya furaha sana. Hautajuta kwenye ndoa yako, hautajuta kwenye maisha yako ya mahusiano. Mungu akubariki. Amen.